Nimeweza kuona namna ambavyo bibie Zuchu anatamani sana kuweza kuhakikisha maisha yake yanakuwa katika mifumo ambayo iliyokuwa sahihi na iliyokuwa bora katika maisha yake. Anadai ya kwamba anaumia sana kuweza kuona maisha yake yakiwa katika migogoro ambayo isiyoweza kuisha. Hili jambo limekuwa likimuumiza mara kadha wa kadha, na mara zote amekuwa akitamani kuweza kupata furaha na amani katika maisha yake. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kubadilika kwa upande wake, kwa sababu aliamini ya kwamba kila kitu kinawezekana katika hii dunia, lakini kuna vingi ambavyo vipo, na wengi wao walitamani sana kuweza kuhakikisha maisha ya ndugu yetu yanakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora, kwa sababu kuna vingi vimeweza kutokea, na wengi wao walitamani sana kuweza kuhakikisha maisha yanakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Lakini ndio kama hivyo, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kubadilika kwa upande huu wa ndugu yetu. Lakini yote ya yote, tunaamini kwenye hiki ambacho kinachoendelea sasa, Mungu pekee ndiye ambaye atakayeweza kusimama na kila mmoja kuweza kuhakikisha maisha ya hawa watu yanakuwa katika mikakati na misingi iliyo bora. Maana kuna vingi ambavyo vipo, na kila mtu anatamani sana kuweza kufanya watu wengine waweze kuelewa zaidi juu ya haya ambayo yanayoendelea. Kiukweli, kwa upande wa Zuchu ameweza kuumizwa sana juu ya hiki ambacho kinachoendelea sasa, lakini tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Zuchu atakuwa sawa na kila kitu kitakwenda kuwa sawa. Haijalishi watu wanataka nini, haijalishi watu wanasema nini, ila kwa upande wake ameona maamuzi ambayo aliyoweza kuyafanya ni maamuzi sahihi na yatampa furaha katika maisha yake. Hivyo haina haja ya kuendelea kumuonea huruma, kwa sababu anakuambia anajielewa na anajitambua na anajua ni kitu gani ambacho anachokifanya katika maisha yake. Hivyo hahitaji ushauri kwa mtu wa aina yeyote yule.